Habari za wakati huu, karibu tena, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali kwa kina zaidi. Ayatollah Mojtaba Said Ali Hussein Khamenei ambaye kwa sasa ndiye kiongozi mkuu mpya wa Iran. Naweza kusema hii ni taarifa mbaya mno kwa Trump na Marekani yake, lakini pia washirika wake yani Israel. Kumbuka kwamba Israel walisema ya kwamba kiongozi mkuu mpya wa Iran ambapo atachaguliwa, lakini atakuwa ni kiongozi ambaye anakiuka nini ambacho Israel au Marekani wanakihitaji, basi watamuwinda pia na kumwangamiza kama walivyofanya kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Said Ali Khamenei ambaye walimuua Marekani wakishirikiana na Israel katika shambulio la kwanza kabisa ambalo limepelekea vita ambavyo kwa sasa vimeibua mzozo mkubwa mno Mashariki ya Kati. Ilikuwa ni siku ya tarehe 28 ya mwezi wa pili mwaka 2026. Amechaguliwa Ayatollah Mojtaba Said Ali Hussein Khamenei. Huyu ni mtoto wa pili wa Ayatollah Ali Khamenei ambaye amepoteza maisha. Lakini huyu kiongozi mkuu mpya wa Iran sio tu mtoto wa pili. Katika shambulizi hilo la kwanza kabisa ambalo Marekani walilifanya wakishirikiana na Israel, katika shambulizi hilo kitu kikubwa cha kwanza, amempoteza baba. Pia katika shambulizi hilo amempoteza mama. Lakini pia katika shambulizi hilo amempoteza mke pamoja na mtoto. Hilo ni shambulizi ambalo lilifanyika ile tarehe 28 ya mwezi wa pili mwaka 2026. Kapoteza baba, kapoteza mama, kapoteza mke pamoja na mtoto. Sasa amepata nafasi ya kuwa kiongozi mkuu wa Iran. Unaambiwa kwamba Mojtaba Khamenei anatajwa kuwa ni kiongozi mwenye msimamo mkali zaidi hata kuliko baba yake. Unaambiwa Mojtaba Khamenei alishawahi kutoa pendekezo ya kwamba ndani ya IRGC, yani jeshi, kwamba watengeneze makombora ambayo yatakuwa na uwezo wa kusafiri umbali wa kilomita zaidi ya 2000. Lakini wazo hilo lilikataliwa na marehemu baba yake Ayatollah Said Ali Khamenei. Sasa ameingia kwenye nafasi hii ya kuwa kiongozi mkuu wa Iran. Mawazo pamoja na nia ya kuwa na silaha nzito zaidi za kivita ambayo alikuwa nayo yeye pamoja na watu wake wa karibu. Kumbuka na ushawishi mkubwa mno katika jeshi, na jeshi pia limesema kwamba litamuunga mkono. Yale mawazo tutegemee kuyaona akiyafanyia kazi na kuwa halisia, sio kuwa tu mawazo, lakini kuyaingiza katika uhalisia kwa vitendo, kutengeneza silaha nzito zaidi ambazo alikuwa na wish angekuwa na nyadhifa kama hiyo, basi angezitengeneza. Kuna ndoto za silaha hizo nzito za maangamizi ambazo naamini kabisa kwamba kwa kipindi hiki zitakwenda kutimia kwa Iran. Kumbuka katika vita hivi Iran wamekuambia kwamba wanatumia silaha za zamani sana, bado zile zana mpya za kivita bado hawajaanza kuzitumia. Unakumbuka nilikwambia kwamba katika vita hivi Iran anatumia droni za bei rahisi, atarusha droni za bei rahisi za kutosha nyingi mno. Lakini kwa wakati huo huo Israeli wakishirikiana na Marekani watatumia gharama kubwa au makombora makubwa katika kuziangusha droni hizo za Iran. Tafsiri yake ni kwamba Iran anatumia silaha za bei rahisi, lakini wakati huo huo anafanya mashambulizi makubwa kwa kutumia makombora makubwa mno ya ballistic. Inarusha makombora madogo pamoja na drones. Lengo ni kuchosha mifumo ya ulinzi ya Israel kama mfumo wa Iron Dome. Mfumo ukichoka ule, wanatupa kombora zito mno kama la ballistic ambalo linapenya na kwenda kuchakaza eneo ambalo lilikuwa ni target. Mfano Tel Aviv, moja kati ya maeneo ambayo yameshambuliwa sana. Lakini kwenye operation nzima ya kuzuia hayo makombora, Israel watatumia gharama kubwa mno. Sasa anakuja mtu ambaye kapoteza baba, kapoteza mama, kapoteza mke pamoja na mtoto katika nafasi ambayo Trump
hakutamani kabisa Mojtaba Khamenei aingie katika nafasi hiyo. Trump amekuwa akiandika kupitia Truth Social, mtandao wake wa kijamii, kwamba Mojtaba Khamenei ni dhaifu na hawezi kuiongoza Irani kuelekea katika amani. Kwa hiyo alisema kwamba kiongozi yeyote mpya ambaye atachaguliwa na Iran ni lazima apate idhini kutoka kwa Marekani. Kumbuka kilichotokea Venezuela kwa Nicolas Maduro. Kwa hiyo Trump alikuwa amepanga kwamba kiongozi ambaye atachaguliwa lazima apitishwe au idhini itoke kwa Marekani kwamba tunakubaliana na huyo kiongozi. Lakini sio kwa Mojtaba Saidi Khamenei ambaye Trump pia naamini anafahamu kwamba huyu mtu ni mtu hatari zaidi. Ndio maana hata kabla hajachaguliwa tetesi zilikuwa ni kwamba huenda akachukua nafasi. Trump alikuwa anapinga, na baada tu ya kutangazwa akapinga pia kwamba hafai kuwa kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika huu wakati muhimu sana wa Jamhuri ya Kiislamu, nataka kwa kina zaidi tumfahamu Saidi Mojtaba Khamenei ni nani haswa. Katika wakati huu mgumu na muhimu zaidi ambao kwa sasa unaendelea katika Jamhuri ya Kiislamu, mzozo mkubwa katika Mashariki ya Kati, Baraza la Wataalamu la Iran limemchagua Saidi Mojtaba Khamenei kama kiongozi mpya wa nchi hiyo, akimrisi baba yake Shahidi Saidi Ali Khamenei ambaye aliuawa katika mashambulizi ya awali ya uchokozi kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mnamo tarehe 28 ya mwezi wa pili. Uamuzi huu unaashiria mpito wa kihistoria kwa uongozi wa Iran wakati wa sintofahamu isiyo ya kawaida duniani. Hii ni kutokana na uamuzi wa Marekani na Israel wa kuanzisha vita vya kuwepo kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Khamenei mwenye umri wa miaka 56 alizaliwa mwaka 1969 katika mji mtakatifu wa Mashhad na ametumia maisha yake yote akijishughulisha na siasa za mapinduzi na usomi wa kidini zaidi. Tofauti na warisi wengi wa kisiasa wanaopata umaarufu kupitia nafasi rasmi za serikali, Mojtaba Khamenei alipanda ngazi kupitia njia zisizo rasmi, akijenga mtandao mpana na mahusiano katika vyombo vya usalama vya Iran, taasisi za kidini pamoja na duru za kisiasa. Utoto wa Mojtaba ulijitokeza wakati wa kipindi cha ukuaji bora zaidi wa Jamhuri ya Kiislamu. Alizaliwa miezi michache tu kabla ya mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 yaliyobadilisha Iran. Alikuwa katika familia yenye dini na siasa nyingi katikati ya taasisi za mapinduzi. Kujifunza kwake mapema kuhusu ujenzi wa serikali, michakato ya kufanya maamuzi na utawala kulimpa uelewa wa ndani wa mifumo ya kisiasa ya Iran ambayo watu wachache wa wakati huo wanamiliki. Katika miaka yake ya ujana alichagua kufuata elimu ya juu ya kidini katika seminari za Qom, kituo kikuu cha theolojia cha Uislamu wa Shia. Huko alijitolea kusoma sheria za Kiislamu na kanuni za sheria za Kiislamu. Alifikia hatua za juu zaidi za elimu ya seminari ambayo inatangulia cheo cha malja, yani chanzo cha kuiga. Msingi huu wa kitaaluma uliomtofautisha na wanasiasa wengi wa Iran na kumpa sifa za kidini zinazohitajika kuwa kiongozi wa Jamhuri ya Kiislamu. Mkondo wa ushawishi wa kisiasa wa Saidi Mojtaba ulichochewa pakubwa na vita vya Iraq na Iran vilivyotawala miaka ya 1980. Katika miaka hii ya ujana alijiunga na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, akihudumu katika vitengo vya kijeshi pamoja na wapiganaji ambao baadaye wangekuwa makamanda mashuhuri katika taasisi ya usalama ya Iran. Vifungo hivi vya wakati wa vita vimethibitika kuwa vya maana. Kwa sasa anaamuru imani kamili ya uongozi wa usalama na kijeshi kuiongoza Iran kupitia vita vya sasa nchini humo. Uzoefu pamoja wa ulinzi mtakatifu dhidi ya Iraq uliunda kundi la viongozi waliofungwa na heshima ya pande zote, itikadi ya pamoja na makovu ya vita. Kilichomtofautisha Saidi Mojtaba na kuinuka kwake ni mkusanyiko wake wa ushawishi bila kushikilia nafasi rasmi. Kwa miongo kadhaa, Mojtaba Khamenei
alibaki mbali sana na umma, lakini jina lake likawa muhimu zaidi katika uchambuzi wa mienendo ya nguvu ya Iran. Yaani alikuwa na ushawishi mkubwa licha ya kuto kuonekana hadharani, katika mikutano ya hadhara, katika kutoa hotuba mbalimbali. Akiwa nyuma ya pazia, inasadikika ya kwamba ni moja kati ya watu wenye ushawishi mkubwa mno katika jeshi pamoja na serikali ya Iran. Inasemekana alitekeleza majukumu muhimu katika kuratibu mipango ya sera, kujenga njia za mawasiliano kati ya taasisi mbalimbali za serikali na kutumika kama kiungo kati ya ofisi ya kiongozi na matawi mengine ya serikali. Alikuwa ni mtu kati ya ofisi ya kiongozi mkuu wa Iran pamoja na matawi mengine ya serikali. Ushawishi wake ulionekana waziwazi wakati wa misukosuko ya kisiasa ya mwaka 2009, wakati Iran ilipokabiliwa na mgogoro mkubwa zaidi wa ndani. Kuanzia wakati huo na kuendelea, jina lake lilitajwa mara kwa mara katika mijadala mingi kuhusu mizania ya madaraka na mwelekeo wa baadaye wa Jamhuri ya Kiislamu. Zaidi ya mitandao yake ya kisiasa, Said Mojtaba Khamenei aliendeleza sifa halisi za kidini. Alitumia zaidi ya miaka 17 kufundisha kozi za juu za seminari katika sheria za Kiislamu na kanuni za sheria za Kiislamu. Michango yake ya kitaaluma ilitambuliwa na makasisi mashuhuri na alipata heshima ndani ya duru za kisiolojia kwa mbinu yake kali ya sayansi ya Kiislamu. Msingi huu wa pande mbili, usomi wa kidini na uhusiano wa kisiasa na kijeshi, ulimweka katika nafasi ya kipekee kwa nafasi ya uongozi. Uamuzi wa baraza la wataalamu kumchagua Said Mojtaba Khamenei unawakilisha mwendelezo na mabadiliko makubwa na pia changamoto ya moja kwa moja kwa rais wa Marekani Donald Trump, ambaye alikuwa akikosoa mno Mojtaba Khamenei kuwa kiongozi mkuu wa Iran. Nimekuambia hili toka mwanzo kwamba hii ni taarifa ngumu mno ambayo Trump sidhani kama amefurahia kuisikia. Mfumo wa Iran kwa kawaida umepinga urisi na baadhi ya waangalizi walibainisha kuwa shahidi Said Ali Khamenei aliripotiwa kuonyesha mashaka kuhusu mwanae kuchukua nafasi hiyo. Hata hivyo, muktadha wa sasa wa urisi ni tofauti. Said Ali Khamenei alikuwa katika mashambulizi pamoja ya anga kati ya Marekani na Israel katika kile maafisa wa Israel wanakiita mgomo wa kukata vichwa uliokusudiwa kuzoofisha uamuzi wa Iran na kukuza mpito wa uongozi unaofaa zaidi kwa maslahi ya Magharibi. Wakati huo Trump ameingilia kati. Mojtaba ameingilia kati mjadala wa urisi, huku akimpuuza hadharani mtoto wa kiongozi huyo wa zamani Mojtaba Khamenei na kusema kwamba ni mwepesi asiyekubalika. Trump aliashiria hamu ya mrisi aliyechaguliwa ambaye angelingana na malengo ya kikanda ya Marekani, akionya kwamba mwendelezo wa sera za kupinga Magharibi ungesababisha uchokozi zaidi wa Marekani kwa Irani. Katika mwanga huu, urisi unazidi uhamisho tu wa madaraka ya kifamilia. Umeibuka kama uasi wa pamoja wa taasisi za kidini za Iran, vifaa vya kijeshi na vikundi vya kisiasa dhidi ya jaribio la Marekani la kupindua uhuru wa kitaifa na kulazimisha utashi wa nje kwa watu wa Iran. Katika kukubali kuchaguliwa kwake, Said Mojtaba Khamenei anaahidi kuendeleza njia ya mapinduzi iliyoanzishwa na Ayatollah Ruhollah Khomeini na kudumisha katika kipindi cha miaka 34 cha baba yake. Maafisa wamesisitiza kwamba mpito huo unawakilisha mwendelezo wa kanuni zilizowekwa pamoja na mguso wa kisiasa wa kusongesha mbele Jamhuri ya Kiislamu. Uchaguzi huo umepata uungwaji mkono kutoka kwa taasisi za kisiasa za Iran na harakati za washirika kote katika eneo hilo. Rais wa Iran, Masoud Pezeshkian, alisema kwamba uteuzi wa baraza hilo utaashiria hatua mpya ya kujitosheleza na ustawi wa watu wa Iran. Makamu wa kwanza wa rais, Reza Aref, alitangaza kumuunga mkono Said Mojtaba, akishuhudia kwamba yeye ni mtu mwaminifu na mwenye uwezo wa uongozi, mwenye ujuzi kuhusu masuala na mambo ya mfumo wa serikali. Atara Mohajerani, mtaalamu wa mageuzi na kiakili, pia alitangaza kuunga mkono uteuzi huo, akiashiria kwamba kuunga mkono mpito huo
kunaenea katika wigo wa kisiasa wa kitamaduni wa Iran. Mahakama ya Iran ilithibitisha uhalali wa mchakato huo, huku mkuu wa tawi la mahakama akibainisha kuwa bunge la wataalamu limemchagua Said Khamenei kwa wingi mkubwa na kusifu ushirikiano wa bunge hilo kwa jukumu lake la uamuzi katika kuhifadhi utulivu na mshikamano wa nchi. Vikosi vya kijeshi vya Iran kupitia makao makuu ya amri ya Qatam vimetangaza utayari wao wa utii kamili kwa kiongozi wao mpya na kufufua utii wao kwa kanuni za waasisi wa mapinduzi ya Kiislamu. Uchaguzi huo pia umeungwa mkono na washirika wa kikanda wa Iran. Mwenyekiti wa Baraza Kuu la Siasa la Sanaa, Mahdi al-Mashati, aliutaja uteuzi huo kama kiashiria cha nguvu na mshikamano wa Iran, huku ofisi ya kisiasa ya harakati ya Ansar Allah ya Yemen ikielezea imani kwamba Iran itasonga mbele kuelekea kupata ushindi mkubwa unaounda sifa za utu na heshima kwa taifa katika kukabiliana na kiburi cha kimataifa. Katibu Hezbollah ya Iraq ilizungumza kupitia katibu mkuu Abu Hussein Ali Hamidawi. Iliita uteuzi huo kuwa ushahidi wa ufahamu wa kina na busara ya baraza la wataalamu katika kuchagua kiongozi anayeweza kubeba bendera ya harakati za upinzani, huku kukiwa na changamoto zinazovuruga utulivu zinazokabili eneo hilo. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, Ali Lajirani, alisisitiza umuhimu wa mpito, akibainisha kuwa licha ya mahesabu ya maadui kwamba mauaji hayo yangeiacha nchi ikiwa katika hali ngumu, uchaguzi wa Said Mojtaba Khamenei ulionyesha uthabiti wa kitaasisi wa Iran. Lajirani alitabiri kwamba uwepo wa Said Khamenei utakuwa chanzo cha ustawi na baraka kwa mustakabali wa mapinduzi ya Kiislamu. Waangalizi wa kimataifa wamegundua umuhimu mkubwa wa uchaguzi huo. Magazeti ya New York Times na Financial Times yalipendekeza kwamba uchaguzi huo unaashiria azimio la Iran kuendelea na mkondo wake bila kujali shinikizo kutoka Israel na Marekani, na kuonyesha mwendelezo wakati wa mgogoro. Huku Iran ikiingia katika sura hii mpya chini ya uongozi wa Said Mojtaba Khamenei, upana wa usaidizi wa kitaasisi na usaidizi wa kikanda unaonyesha kwamba mpito huo, ingawa haujawahi kutokea katika hali fulani, unaweza kumpa kiongozi mpya mtaji mkubwa wa kisiasa ili kukabiliana na changamoto za ajabu zilizo mbele yake. Maamuzi yake katika miezi ijayo kuhusu mkakati wa kijeshi, faili la nyuklia, mazungumzo na mwelekeo wa mapinduzi hayataunda tu mustakabali wa Iran, bali pia utulivu wa kikanda kwa upana zaidi. Huyo ndiye Mojtaba Khamenei aliyepoteza baba, mama, mke na mtoto katika vita hivi ambavyo kwa sasa vimeibua mzozo mkubwa Mashariki ya Kati. Tuachie maoni yako, lakini mengi zaidi tutazidi kukuhabarisha kwa kina zaidi, tufahamu kitu gani kinaendelea huko Mashariki ya Kati.